ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على أتقى الخلق أكرمهم وأبرهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. Ma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rehma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, walillahi alhamd. Leo kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tunakutana tena katika darsa yetu ambayo tulikuwa nayo katika msimu uliopita. Miezi kadhaa iliyopita tulisimama kutokana na adhar au nyudhuru mbalimbali ambazo zilikuwa juu ya uwezo wetu, na mara ya mwisho tulikuwa tukitazama na kuangalia zaidi katika masail alfiqhu almuamalat na baadhi ya maudhui ambayo ni tariha, yani fiqhu ya masuala ya mataamiliano ya kila siku katika masuala ya biashara na kadhalika. Kisha tukawa na maudhui tariha ambayo zinajitokeza kutokana na msimu, na kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda katika mtindo mithili ya huo, lakini maudhui khasa itakuwa katika masail fiqhu al-ibadat, kwenye masail at-tahara, ambapo kuna vitu vipitia, lakini insha Allah zile maudhui tariha au maudhuati tariha, zile maudhui ambayo itajitokeza kana wakati, mfano msimu wa haji na misimu mingineyo, tutakuwa tuikatisha mfululizo wa mazungumzo na kwenda kwenye maudhui ambazo zipo kwenye wakati huo. Na kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tumia dakika chache, kuanzia dakika 10, 15 mpaka 20 hivi, ndio tutakuwa tukizitumia katika mazungumzo yetu ya siku ambazo tunafanya darasa hapa. Na tuanze darasa yetu moja kwa moja katika maudhui ya salah, lakini tunafahamu swala ina masharti yake. Moja katika sharti kubwa ni tahara. Huwezi kuswali au huwezi kukubaliwa swala yako bila kuwa na utahara. Na mara nyingi wanazuoni wanatuambia tukizungumza utahara ama usafi wa kisheria, tunakusudia vitu vitatu viwe salama na tahara. Kitu cha kwanza, mwili wa mwenye kusali au kutekeleza ibada inayohitaji utahara uwe tahara, maana yake utahara wa mwili. Kitu cha pili, mavazi yanayovaliwa na mtekelezaji wa ibada ya sala au ibada zingine zinazohitaji tahara, mavazi hayo ya tahara, maana yake tahara katika mavazi. Na tatu ni almakan, pahala ambapo natekelezwa ibada hasa ya sala lazima pia pawe tahara. Kwa hiyo ukisikia tahara katika sheria huwa yanakusudiwa maneno haya matatu yawe safi: utahara wa mwili, utahara wa mavazi, kisha utahara wa pahala pa kutekelezea ibada ya swala. Hivyo basi tutaingia katika tahara, kuifahamu tahara lughatan wa shar'an. Neno tahara katika lugha ya Kiarabu lina maana gani, na katika sheria, tukisema sheria, sheria ya dini tukufu ya Kiislamu inazungumziaje juu ya jambo zima la tahara. Lakini pia kuna umuhimu mkubwa lazima ufahamike
kwamba swala ina masharti yake, lakini akad shurutiha, moja katika sharti lake la muhimu mno kuliko yote huenda ni tahara. Wala budda, na hapana budi, an yataqaddama ala almashrut, sharti hili lazima litangulie kabla ya jambo lenyewe la swala. Lakini pia wanazuoni rahimahumullah wamegawanya tahara kwenye makundi mawili. Tahara ya kwanza ni tahara almaanawiya, tahara ya kimaana isiyodhihirika au isiyoonekana moja kwa moja. Wa hiya taharatul qalbi min ash-shirki wal maasi wa kullu ma rana alayhi, nao ni tahara ya moyo dhidi ya ushirikina na maasiya na kila jambo ambalo linatia kutu katika moyo. Nayo ni tahara muhimu sana, tena kuliko hata tahara wakati mwingine ya miili yetu, kwa sababu hata tahara ya miili hii haiwezi kukamilika wala kuwa na faida yoyote mpaka tahara ya moyo wa mtu ipatikanwe. Mfano, moyo wa mtu ambao una ushirikina ndani yake, tayari huyu amejiwekea kizuizi cha kuto hata taharika, yani cha tahara ya mavazi yake, mwili wake na pahala pa kusalia, hata pawe tahara, maeneo hayo tahara, bado swala yake haitokubaliwa, kama Allah anavyozungumza katika sura ya 9, sura Tauba aya 27, innamal mushrikuna najis, kwa hakika washirikina ni najis. Lakini pia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliambiwa hivyo hivyo, walaqad uhiya ilayka walladhina min qablik, kwa hakika tulikufunulia wewe mtume na waliokuwa kabla yako, la in ashrakta la yahbatanna amaluk, ukimshirikisha Allah basi tutaporomosha matendo yako. Manake hii ni tahara ya moyo, lazima hiyo ni tahara dhidi ya ushirikina na maasi ambayo hupelekea kuharibu matendo yetu. Ama kigawanyo cha pili cha tahara ambacho ndicho hasa tukizungumza katika muktadha huu ni tahara alhisiya, tahara ya kihisia. Tahara ya kihisia. Sasa kihisia vipi? Akili au nini? Hisia manake naye pia haionekani, ni muhali na ni vigumu na si rahisi kumjua mtu asiyekuwa na udhu. Unamjua? Huwezi kumjua pia ni tahara hisia. Lakini pia hisia ingine pia inatononoka paka kwenye inanyambuka paka kwenye mavazi pia, unaweza kaona pia, lakini mavazi inaonekana. Tutakuja kuona katika mazungumzo huko mbele. Tayib, tuangalie tahara katika lugha. An-nadhafa wan-nazahatu min al-aqdhar. Asili ya tahara, neno tahara katika lugha ya Kiarabu, an-nadhafa ni usafi, wan-nazahatu min al-aqdhari, na kujiweka mbali dhidi ya vitu vyenye kuchukiza au vyenye kuchefua. Ndio asili ya tahara. Kiangalia tahara, mantiki yake ni hiyo, na hii ni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutufunza na kutuwekea tahara. Hikma ya kwanza, faida yake ni taabudan lillahi ta'ala, dhumuni lake ni utii kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hikma ya pili ni kulinda afya zetu, na hikma ya tatu ni kulinda muonekano wetu. Taabuda lillahi ta'ala, unavokuwa unafanya tahara unatekeleza agizo la Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo Allah anakulipa kwa kufanya kwako tahara, kutawadha, kukoga na kadhalika. Kulinda afya zetu, kwa mfano tunafahamu sote kwamba maradhi ya korela, kipindupindu, kila mmoja anafahamu.
Asili ya maradhi ya kipindupindu asili yake ni nini? Ni kula nini? Najis, kuja kula nini? Choo, haja kubwa, ndio asili yake. Sasa unapokuwa katika tahara, unaambiwa unapokwenda msalani lazima ufanye nini? Lazima ujisafishe. Kwa mkono gani? Wa kushoto. Ukila ule mkono gani? Wa kulia. Angalia unavyotofautisha mambo hapo. Kwa hiyo unajisafisha mikono yako, hata kama kuna athari imebakia hautoipata kwa sababu wala kwa mkono wa kulia. Ni mfano mdogo wa swala la afya katika maswala ya tahara. Hali kadhalika kulinda muonekano wetu. Ukiwa na mavazi ambayo yananuka haja ndogo au yana athari ya uchafu wa najisi ya haja kubwa, vipi muonekano wako utakuwa? Maana yake utakuwa ni mbaya. Kwa hiyo tahara inalinda vitu hivi vitatu vya muhimu sana. Kwanza ni ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala, pili kutunza afya zetu, tatu ni jambo zima la kulinda na kutazama na kuweka sawa muonekano wetu katika jamii, yani kujenga shakhsiyatun tayyiba, personality nzuri, muonekano unaopendeza. Wa fi istilahi, ama katika istilahi, yani wanazuoni wanavyozungumza tahara wanakusudia nini? Wanasema raf'ul hadath wa zawalul khabath, ni kuondosha hadathi na kuondosha pia khabathi. Tayib, hadathi nini na khabathi nini? Hadathi kwa lugha nyepesi sema ni hadath, unasema hivi, na khabath ni uchafu. Raful hadath, hadathi ni kila hali inayomkuta mtu, hali hiyo ikamlazimu hawezi kutekeleza ibada isipokuwa atawadhe ama akoge. Hiyo hali inaitwa hadath, na imegawanyika makundi mawili, hadathi kubwa na hadathi ndogo. Hadathi ndogo ni kila ile hali inayomkuta mtu katika mazingira yake akawa haruhusiwi kutekeleza ibada ya swala au ibada ya kutufu al-Kaaba au ibada ya kushika mashafu na kusoma mpaka atawadhe. Hiyo ni hadathi ndogo. Mtu akaenda msalani akidhi haja ndogo na kadhalika, huyu anasema ana hadathi ndogo. Akatokwa na upepo na hadathi ndogo. Na yale ambayo tutayaona ambayo yanabatilisha udhu ndiyo humpelekea mtu kuwa na hadathi iliyokuwa ndogo. Hadathi kubwa ni ipi? Ni kila hali inayomkuta mtu itamlazimu aoge ndiyo atokamane na hali hiyo. Hii inaitwa hadathi kubwa. Kwa mfano, mtu ametoka katika jambo la ndoa yeye na mwenza wake, mkewe au mumewe, tunasema ana janaba. Hii ni hadathi kubwa. Ili awe tahara yuampasa akoge. Hii ni hadathi kubwa. Au mtu mwanamama amemaliza ada yake ya mwezi au ada ya kujifungua, yani hedhi au nifas au wilada kama inavyosema baadhi ya vitabu, ashataharika, katika hali ile yuampasa akoge, tunasema huyu ana hadathi iliyokuwa kubwa. Kwa hiyo tunasema tahara huwa raf'ul hadathi, ni kuondosha hadathi kubwa au ndogo. Wa zawalul aqli wa zawalul alkhabathi, na kuondoshelea mbali uchafu. Khabathi nini? Hapa inakusudiwa vitu vinavyoonekana moja kwa moja, haja ndogo, haja kubwa, matapishi, damu, usaa, udenda au mate ya mbwa na kadhalika. Hivi vitu vinaitwa nini? Khabath. Kwa lugha nyingine inaitwa najisi. Kwa unapozungumzia tahara katika istilahi, kwa mujibu wa wanazuoni wanavyofanua neno tahara, ni raf'ul hadathi wa izalatul khabathi au zawalul hadath, ni kuondosha hadathi, nishaitafsiri kule mwanzo, na kuondosha khabath ambao ni uchafu au najisi kwa lugha nyingine. Ndiyo maana nzima naozungumzia tahara.
Na wanasema alhadath huwa wasfu qa'imun bilbadani yamna'u min as-salati wa nahwiha mimma yushtaratu lahu at-tahara. Kama nilivyozungumza mwanzo, hadathi ni wasifu maalumu unaokaa katika mwili wa mwanadamu na kumzuia mwanadamu huyo asitekeleze ibada ya swala, na mfano wa vitu hivyo, mfano wa swala kati ya vitu ambavyo huwezi vifanya mpaka uwe na utahara. Wa huwa nau'an, na aina mbili. Hadathul asghari ni hadathi ndogo, walladhi yaqumu bi a'dha'i alwudu'i kal khari min as-sabilaini min al-bawli wa ghaiti wa yarfa'u bil wudu'i, nayo ni ile ambayo huondoshwa hadathi ndogo hiyo. Kwa nini? Kwa kuviosha viungo maalum katika kutawadha. Umetajwa uso, mikono, kichwa na miguu vile lazima. Hiyo ndio nini? Hadath. Wa hadathul akbar, na kubwa kama nilifasiri pale mwanzo, huwa alladhi yaqum bil badani kullihi, hii inakuwa katika mwili wote, kal janaba, kama janaba na kadhalika. Hadathi kubwa katika mwili wote. Tayib, tuje sasa katika kuangalia tahara ambayo ndiyo maudhui hasa. Tukianza kabisa na taharatul alhisiya ala nawain, ambazo kwa aina mbili. Taharatul hadath tumezungumza pale mwanzo, ni tahara dhidi ya hadath ambayo inahusu mwili. Wa taharatul khabath, tahara ya uchafu au najisi, inahusu albadan, mwili, wa thawb, na nguo, wal makan, na pahala. Maana yake najis au khabath haipasi kuwa kwenye mwili wako, moja; haipasi kuwa kwenye mavazi yako, mbili; tatu, haipasi kuwa kwenye pahala unaposwalia. Ndio unavyozungumzwa al-hadath. Wa hadathu ala nawaini, na hadathi kwa aina mbili umetaja kule mwanzo katika utangulizi wa mwanzo. Hadathi katika kuziondosha kwake, au najis, umepatwa na najis katika mavazi yako au pahala ambapo yapaswa kuondoshwa najisi hiyo, uondoshaji wake una aina tatu. Aina ngapi? Tatu. Khabathun yajibu ghasluhu, kuna najisi inapaswa uoshe kabisa pale palipoingia najisi. Wa khabathun yajibu nadhuhu, na kuna uchafu inapaswa kupukuta. Yani kama umeingia kwenye nguo, basi unaifanya tu hivi na kupukuta namna hii. Wa khabathun yajibu mashuhu, na kuna hadathi ambayo inafaa kuipangusa tu. Tutajua kuziona katika mwendelezo wa mazungumzo yetu huko mbele. Hapo mwanzo tunapita vipande vipande tu kuangalia tahara nini, maana ya tahara kilugha na istilahi, na kuangalia hadathi nini, na kuangalia khabath au najisi nini, na kisha namna ya kuziondosha hadathi. Tumeona aina zake tatu, lakini maelezo ya kina yatakuja kwenye ufanuzi wa somo la hadath lenyewe au najisi lenyewe, jinsi ya kujitaharisha na kuondosha najisi tutakuja kuona. Lakini kabla ya kuweza kuenda kuangalia juu ya namna ya kuziondosha najisi, tunapaswa kujua nyenzo ya kutumiwa ili kuondosha najisi. Nyenzo kuu ni maji. Maji ndiyo ambayo yanatumiwa kuondosha najisi, lakini maji lazima yafahamike. Si kila maji yanaondosha najisi, lazima yafahamike. Ndipo ambapo tutachukua muda kidogo, si kwa leo na kesho insha Allah tutamaliza nukta hiyo ya kufahamu maji gani yanayopaswa kuondosha najisi na kuondoa. Maji na kufahamu maji gani yalionajisika hayafai kutumiwa kuondosha najisi, lazima ifahamike. Tutakuja kuyaona. At-taharatu tahtaju ila shay'in yutahharu bihi,
shay'in yutahharu bihi. Tahara inahitaji kitu ambacho utakitumia ili kupata kujitaharishia, ambao kitaondosha najisi na kitaondosha hadath, wa huwa alma, nacho ni maji. Walmau alladhi tahsulu bihi tahara au tahara huwa almau tahur, na maji ambayo inapatikanwa kwayo maji hayo tahara ni maji at-tahur, maji tahara yenye kutaharisha. Neno at-tahur nafsika katika sheria ni maji tahara yenye kutaharisha. Kuna maji ma'u tahir, maji tahara yasiyo taharisha, tutaja kuona huko mbele. Wa huwa albaqi ala asli khilqatihi, nao ni maji yaliyosalia katika asili ya umbile lake aliyoumba Allah subhanahu wa ta'ala, ala sifatihi allati khuliqa alaiha, katika sifa yake ambayo imeumbiwa kwayo maji hayo. Sawaun kana nazilan minas samai, sawasawa maji hayo yao yameteremka kutoka mbinguni au juu. Kalmatari, kama maji ya mvua. Wadhubi thalji, na maji ya theluji. Walbaradi, na maji ya baradi. Nafahamu baradi. Tayib, maji yanayoteremka nafahamu, sema ndio ni lugha tu hilo tumika, tutafafanua mtayafahamu. Au jariyan fil ardi, au maji yanayotiririka ardhini. Kama'il anhari, kama vile maji ya mito. Wal uyuni, na maji ya chemchem. Wal abari, na maji ya visima. Wal bihari, na maji ya maziwa na bahari. Lake, sio maziwa ya kunywa, lake. Tuje kwenye maji ya mvua, yanafahamika ni maji ambayo tena kutoka mbinguni, yanafahamika kutoka mawinguni katika mvua. Udhubu thalj, maji ya theluji ni maji gani? Haya ni aina ya maji yanatoka mbinguni katika wakati wa mvua, ma'ian, yakiwa ni liquid, kimiminika, kisha yakatua ardhini yakaganda. Ukisikia kuna matheluji kula Australia au na penginepo, maji hayaji vile, yanakuja kama maji au mvuke au aina fulani, kisha yanaganda, ndiyo inaitwa maji ya theluji. Ma'ul barad, maji sasa ya baradi ni yapi? Ni yale maji yanatoka juu yakiwa yameganda, ifika chini yanayayuka. Unasema leo kuna mvua ya mawe. Kama una haraka, unaweza ukavizia pale nje, unaweza kupata vibarafu fulani unaviokota, vibarafu. Watoto zamani walikuwa wanafanya hivyo. Lakini vibarafu anatea mdomoni, hana raha tu. Yaani ndio ma'ul barad. Yale yanateremka juu yakiwa vibonge vya barafu vidogo vidogo. Na kuna kipindi vinakuwa vikubwa sana. Vile vikubwa zaidi vinaharibu hata mazao. Maji hiyo ni mvua ya barafu. Hata ukisikia mvua ya mawe, si kwamba ni mawe yanateremka kama mnayaona haya. Mara nyingi ni mabarafu, mabonge yanatoka kutoka juu. Yakitoka juu yanakuwa ni barafu, kwa chini yafanya nini? Inayayuka. Haya ndiyo albarad. Kwa hiyo hizi ni aina tatu za maji yanatoka wapi? Juu. Maji ya mvua, maji yanatoka kama mvuke mbinguni, pia yanaganda kama theluji, na maji haya yanatoka kama vile mabonge ya barafu, kisha yanakuja yanayayuka, ndo ma'u albarad. Maji ya mito yanafahamika, maji ya chemchemi yanafahamika, ya visima yanafahamika, maji ya bahari na maziwa yanafahamika. Ushahidi wa hayo qauluhu ta'ala, Allah anazungumza katika suratul Anfal aya 11, wa yunazzilu alaykum minas samai ma'an liyutahhirakum bihi, na Allah anakuteremshieni kutoka mbinguni maji ili akutaharisheni kwayo. Aya nyingine suratul Furqan sura 25 aya 48 nasema, wa anzalna minas samai ma'an tahura, na tumeteremsha kutoka mbinguni maji yaliyokuwa tahara. Na kauli ya mtume inasema, Allahumma ighsilni min khatayai, Mwenyezi Mungu nikoshe dhidi ya madhambi yangu, bilma'i, kwa maji ya kawaida yajulikanayo, wathalji, na maji ya theluji, walbarad, na maji ya baradi. Nimeyazungumza yale.
Waliqaulihi sallallahu alayhi wasallama an ma'il bahari, na kauli ya Mtume iliyozungumzia maji ya bahari akasema, huwa tahuru ma'uhu, maji ya bahari ni tahara, alhillu maitatuhu, pia mizoga yake ni halali. Manake samaki au dagaa ukiwatoa baharini, hata wakiwa wamekufa unaja kuwachinja, nazungumzia mzoga huo, si maana nyingine. Wa hadha alma'u tahirun fi dhatihi mutahhirun li ghairihi, maji ya aina hii ni tahara yenyewe kwa asili yake, kisha inataharisha kitu kingine. Maji ya aina hii wala tahsulu tahara min alhadathi bima'in ghayra alma'i kalkhilli walbenzil walasir wallaymun, wala tahara haiwezi kuthibiti au kuwa mtu amejitaharisha kwa kutumia ma'iin, kimiminika chochote kile, ghairi alma'i, kisichokuwa maji iliyotajwa kule nyuma, kalkhilli, kama vile siki. Siki nafahamika, siki, maji ya siki. Hamjua kuna siki? Siki ni maji ambayo hutengenezwa kutokana na mimea, inawezekana tengenezwa na zabibu au ndizi, sijui, au shairi, ngano, inatengenezwa kama vile pombe, lakini baadaye inakuja inabadilika na kuwa siki. Maji ya siki ni siki, inatumika kwenye vyakula, kwenye nyama, wengine wanaweka siki ilainike na vitu vinginevyo. Kwa hiyo huwezi kutumia yale maji ya siki kwa kutawadhia na nini. Yale maji ni tahara, lakini tahara lidhatihi, ni tahara yenyewe ni tahara, lakini laisa mutahharun li ghairi, hayana sifa ya kutaharisha kitu kingine. Kwa hiyo ili maji yatumike kutaharisha, kujitaharisha, kutawadha na kukoga, lazima yawe na sifa mbili: mutahhirun li dhatihi, yawe mwenyewe ni tahara maji yenyewe, kisha mutahhirun li ghairihi, yawe na sifa ya kutaharisha kitu kingine. Walkhilli, naam, walbenzil, maji labda ya mafuta. Wao kasema kwa sababu ni kimiminika tu. Benzil maana yake petroli, mafuta ya kerosene, mafuta ya taa, si dizeli na mafuta mengineyo liquid. Ukasema kwa sababu ni kimiminika basi sana maji basi nitumie haya. Hapana. Wala asir, na juisi. Ukasema juisi bana imekamuliwa hii basi naweza ngatumia. Wal laymun, na maji ya lemon, yani maji ya malimao na machungwa haiwezi kutumika kama tahara. Wa ma shabaha dhalika, na kinachofanana hayo, liqaulihi ta'ala, hili liko mujibu wa kauli ya Allah sema, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Allah alivyozungumzia maji, ikiwa mna najis, mwataka kujitaharisha kwa kukoga ama kutawadha, mna hadath, msipate maji. Ma'an, maji haya ni ma'u yanayofahamika maalum. Fatayammam, mtayammam. Hakusema mkosa maji basi mtumie viminika vingine, ma'in. Tayyiba, sayidan tayyiba, tumieni mchanga ambao uko mzuri. Falau kanat at-tahara tahsulu bima'in ghayr al-ma'i lanuqila adam al-ma'i ilayhi wa lam yunqalu ila at-turabi. Laiti ingekuwa baada ya kutumia maji kuna njia nyingine yapaswa kutumiwa, basi baada ya Allah kutaja maji, mmekosa maji, angetaja vitu vingine, lakini moja kwa moja sasa maji yamekosekana kwenye nini? Kwenye mchanga uliokuwa safi, kuonyesha kwamba kitu ambacho kinaondosha tahara, kinasafisha tahara, kujitaharishia ni maji wala si kitu kingine, na mbadala hata utaona huko mbele. Wa amma izalatu najasa fatahsulu bikulli ma'i'in yaziluha kalmuzilati almustahditha fi hadha alasri. Ama katika jambo lingine sasa, mathalani jambo la kuondosha najis, hapa sheria haijasema utumie maji peke yake. Taona mbele baadhi ya milango kule mbele. Hapa inaruhusiwa kutumia ma'i'in, kimiminika chochote ambacho kinaweza kuondosha nini? Ile najis, au almuzilatin, au
chochote ambacho kinaweza kuondosha najisi katika almustahditha, katika vitu vilivyowekwa vya kisasa fi hadha al-asri, katika zama hizi, katika kutoa najisi tutaona. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo tunapenda tulichukue siku hii ya leo juu ya masala mazima ya tahara. Tumeongelea maana ya tahara kilugha na kisheria, tukaongelea nyenzo ya tahara ambayo ni maji, na kesha tukaongelea maji yenyewe kwa uchache sana. Kesho biidhnillah taala tuangalia hukumu ya maji ambayo yametanganyikana na kitu najisi, na pia maji yaliyochanganyikana na kitu ambacho ni tahara, na pia tutaangalia la mwisho itakuwa ni maji yaliyotumika, hukumu yake nini. Nukta tatu tutaangalia kesho. Maji ambayo imeingia najisi. Maji ni salama, asili yake ni tahara yenye kutaharisha. Ikiingia najisi, hukumu yake nini? Maji ni tahara yenye kutaharisha. Ikiingia kitu ambacho si najisi, hukumu yake nini? Maji ni tahara yenye kutaharisha. Ukiyatumia, mfano mtu katia mikono mle, hukumu yake nini? Nukta tatu hizo chukua kesho kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.